Bwana, mambo vipi? Baada ya kukuletea makala mbalimbali, leo hii nakuja na mtaalamu hapa tumemzoea, tunamuita John Cena, lakini jina lake halisi anaitwa John Felix Anton Cena. Amezaliwa Aprili 23 mwaka 1977. Ujamani, mwigizaji wa Marekani, wanamieleka mstaafu wa kitaaluma na ni rapa wa zamani, akichukuliwa sana kama mmoja wa wanamieleka kitaalamu wakubwa wakati wote ndani ya WWE, yani World Wrestling Entertainment. Huyo mtano, pamoja na kustaafu kwake, ni kwamba amesaini mkataba kampuni hiyo kama barozi wa chapa kufikia 2025 Disemba. Anajulikana zaidi kwa kazi yake ya ndani ya ulingo kuanzia mwaka 2001 hadi 2025, ambapo anatambuliwa na WWE kama bingwa wa dunia aliyevunja rekodi zaidi mara 17. John Cena alianza mieleka kitaaluma mwaka 1999 na kusaini mkataba wa shirikisho la mieleka duniani mwaka 2001, ambapo baadaye ni kwamba shirikisho hilo liliitwa WWE mwaka 2002, ambapo alianza katika eneo lake la maendeleo la Ohio Valley Wrestling OVW baada ya kuanza kucheza katika orodha kuu ya wanamieleka kwenye SmackDown. Na mwaka 2002 alijipatia umaarufu kama rapa mwenye ujasiri wa kisigino kabla ya kuwa mchezaji wa franchise na wa kampuni hiyo kuanzia katikati ya miaka 2000 hivi hadi katikati ya miaka 2010. Alipigana kwa ratiba ya muda kuanzia mwaka 2017 hadi kustaafu kwake mwaka 2025. Bana, John Cena alishikilia ubingwa na mafanikio mengi katika WWE, ikiwa ni pamoja na mashindano ya WWE rekodi mara 14, mashindano ya dunia ya uzito mara 3, mashindano ya WWE United States mara 5, mashindano ya WWE Intercontinental mara 1, mashindano ya timu ya dunia ya tag mara 2 na mashindano ya timu ya WWE tag mara 2. Yeye ndiye bingwa wa 35 wa Triple Crown na 25 wa Grand Slam. Alishinda mechi ya Royal Rumble mara 2, mechi ya Money in the Bank mara 1, na aliongoza matukio mengi makubwa ya WWE ya malipo kwa kila kutiririsha moja kwa moja, ikiwa ni pamoja na tukio lake kuu WrestleMania mara 6. John Cena alikuwa ni mwigizaji pia, ambapo alianza kazi hii mwaka 2006 na amefanya filamu za vichekesho na za vitendo, akipokea sifa kwa majukumu yake katika Train Lake 2015, Rockers 2018 na The Suicide Squad 2021. Pia ameigiza katika filamu kama vile The Marine 2006, Bumblebee 2015 na F9 2021, pamoja na kuigiza mhusika mkuu katika mfululizo wa mashujaa wa Peacemaker 2022 hadi 2025. Katika muziki alitoa album ya rap You Can't See Me mwaka 2005 ambayo ilifikia kilele cha nambari 15 kwenye Billboard 200. Cena pia anajulikana kwa kazi yake ya hisani, akitoa matakwa zaidi ya 650 kwa Make a Wish Foundation, ambayo ni mengi zaidi katika historia ya shirikisho hili. Mwamba amestaafu mnamo mwaka 2025. Bana, ukweli ni kwa John Cena tabaki kuwa bingwa wa muda mrefu na guja mchezo ameeleka katika historia ya WWE. John Cena ametangaza rasmi kustaafu kushiriki mapambano ya WWE baada ya kupoteza pambano kubwa dhidi ya Gunther. Katika pambano ambalo lilivutia hisia za mashabiki wengi duniani, Cena alikubali kushinda kwa njia tap out, hatua ambayo imekuwa nadra sana katika historia yake ndefu ya WWE. Kushindwa huko kumechukuliwa kama ishara rasmi ya mwisho wa safari yake ndani ya ring wa WWE kama mpambanaji hai. Gunther, ambaye amekuwa akitambulika kama mmoja na mieleka kali na wenye nguvu zaidi katika kizazi kipya cha WWE, alionyesha ubora mkubwa na nidhamu yake ya hali ya juu, hali iliyomwezesha kushinda pambano hilo na kuandika historia kwa kuwa mpinzani wa mwisho wa John Cena. Baada ya pambano hilo, mashabiki walishuhudia tukio la kihistoria ambapo John Cena alipata shangwe na heshima kubwa kutoka kwa umati wa watu, wakimtambua kwa mchango wake mkubwa katika WWE kwa zaidi ya miongo miwili. Actually, John Cena amekuwa mshindi wa mataji makubwa mara kadhaa na sura ya WWE katika miaka mingi, akijulikana kwa kauli mbiu yake ya Hustle, Loyalty and Respect. Kustaafu kwa John Cena kunaashiria mwisho wa enzi moja muhimu katika historia ya WWE, huku kizazi kipya cha wanamieleka akiwemo Gunther ikionekana kuchukua nafasi ya uongozi ndani ya kampuni hiyo ya burudani ya michezo. Bana, natumaini kwamba umeenjoy sana makala hii. Kama kweli umeenjoy, basi dondosha comment yako hapo. Ulikuwa nami ni Prince Stefano, kama kawaida niko hapa kuhakikisha basi nakuletea na kusogezea habari zaidi.